Tunalishutumu hilo jambo na tunasema kwamba kiongozi wa nchi anastahili kuheshimiwa. Wakuria ni watu ambao wana heshima na imejulikana toka kitambo. Ni watu ambao tunaheshimu viongozi wetu. Kitendo hiki kisifanyike ikaonekana ya kwamba Wakuria ni watu ambao hawana heshima kwa viongozi wao wala kwa kiongozi wa nchi. Ni kitendo kibaya kabisa na tunakilaani kabisa, kisirudiwa tena. Tumekubaliana kulaani kitendo hicho, ni kibaya, hakituwakilishi sisi. Tunachukua nafasi hii kwa niaba ya viongozi wa kidini, kwa niaba ya wananchi wa mji wa Kehancha, kwa niaba ya Wakuria wote na kwa niaba ya Migori County kuomba msamaha kwa rais wetu wa nchi. Na watu wa Kuria tunampenda rais kwa sababu ndio kiongozi wetu tulio nao kwa wakati huu. Kwa hivyo tunaomba msamaha kwa rais wetu. Wakuria tunapenda rais wetu, tulimchagua na ndio rais wa wakati huu. Sasa tunamuunga mkono. Tunakumbuka ni miaka michache imepita akiwa ni naibu wa rais, Mheshimiwa Rais Ruto alisaidia kuchangia kuandika Biblia ya Kikuria. Yeye peke yake kwa gharama yake alitumia hela zake kutupatia tafsiri ya Biblia ya Wakuria. Na leo hii kama Wakuria tuna Biblia yetu kwa ridhaa ya Mheshimiwa Rais wetu. Kwa hivyo hakuna namna yote ile ambao tunaweza kosa shukurani kwa kiongozi ambaye ndani ya moyo wake anapenda Wakuria na kusimama na kanisa la Kuria na kusimama na Wakuria kwa jumla. Na tunaomba ya kwamba serikali ikachukue mkono wake, wale watu ambao walifanya kitendo hiki wakaweza kukamatwa na hatua zichukuliwe. Sheria ichukue mkondo wake kwa kitendo hicho kilichotendeka. Rais anakaribishwa Kuria kwa mara na mara tena mpaka wakati wako utakapoisha. Tunakukaribisha urudi tena Kehancha. Kehancha ni sehemu ya amani. Na mji wetu wa Kehancha ni mji wa amani. Na tunamkaribisha rais wetu arudi tena mji wa Kehancha, si mara moja, si mara mbili.